Njema ya viongozi waliopita wameisogeza timu hii mpaka hapa ilipofika, na sisi katika uongozi wetu tukachukua hicho kijiti na kusema tukisogeze mbele zaidi. Leo tunajivunia uwepo wa viongozi hao waliopita kwa kuwa waliweza kuwa na jengo ambalo tunaliona. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo apata fursa ya kutembelea jengo letu, ameliona jengo lililojengwa miaka 50 iliyopita. Lakini jengo hilo leo linaweza kutumika na kuwa alama kwa taasisi yetu ya Young Africans. Tunamkumbuka mzee wetu Abeid Amani Karume, Mungu amhifadhi, kwa kazi hii kubwa ambayo ameifanya. Lakini viongozi hao waliweza kupigania klabu yetu ikawa na ardhi. Leo tunajivunia kuwa na ardhi yenye takriban square mita 35,000 katika eneo hili la Jangwani. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi waliotangulia, na viongozi hao wangeweza kuiuza yake, kwani uko kuna ubaya, nani angewauliza? Lakini hawakuiuza, waliweza kuishikilia kwa takriban miaka zaidi ya 50 na kuhakikisha ardhi hii kuna siku itakuja kuifaa klabu yetu. Na leo niwahakikishia wananchi, ardhi hii imetufaa na klabu ya Young Africans itakwenda kujenga uwanja juu ya ardhi hiyo ambayo wazazi wetu walitangulia. Tulipoingia madarakani, tulisema kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni uwanja. Lakini katika hesabu sahihi za uwekezaji, sababu mimi background yangu ni investment, hauwezi kukurupuka timu ambayo haijashinda ubingwa, timu ambayo haijafanya vizuri uwanjani, timu ambayo haina uongozi imara, timu ambayo haina maendeleo mazuri, haivutii wawekezaji, haivutii wafanyabiashara, huwezi kufanikiwa. Biashara inataka kuvutiwa. Mwekezaji yoyote anahitaji kwenda sehemu ambayo iko imara, ina fan base kubwa, ina uongozi imara, ina miundombinu mizuri ya uongozi na utawala, lakini pia inavutia watu wengi. So tulipochukua uongozi, tuliweka kipaumbele cha kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri. Tuhakikishe tunaimarisha uongozi. Tuhakikishe tunaimarisha eneo la secretariat ambapo Andre Mtini amefanya kazi kubwa. Nampongeza sana Andre Mtini. Tulipoanza kufanya vizuri, tulivutia watu wengi kusogea kwenye timu yetu, na tukawafanya watu hao leo kuwa tayari kuwekeza kwenye timu yetu. Baada ya kufanya hivyo, miaka 4 tumechukua makombe ya ligi kuu ya NBC, tumechukua makombe ya FA Cup, tumechukua ngao za jamii, tumefanya vizuri kimataifa. Sio maendeleo ya kubeza, lakini sio tu hivyo, tumefanya vizuri pia kwenye wanachama. Tumesajili wanachama nchi nzima, tumefungua matawi nchi nzima, na matawi mengine yako nje ya nchi. Na hivi sasa tunaelekea sasa kuwavutia watu wengi kuja kwenye klabu yetu, na watu hao watakuwa tayari kuwekeza. Moja katika uthibitisho wa uwekezaji huo, miezi michache iliyopita klabu ya Yanga ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye ujenzi wa uwanja.